Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema Iran ni waongo na ana mashaka kuhusu makubaliano ya aina yoyote ya baadaye kati ya Marekani na Iran, na anasema kwamba Iran itazua wasiwasi na Rais Donald Trump kwamba wa Iran wanadanganya. Akizungumza katika mkutano wa marais wa misheni ya 51 ya uongozi ya kitaifa Jumuiya ya Kiyahudi ya Marekani huko Yerusalem siku ya Jumapili, Netanyahu alisema alikuwa amerejea kutoka Marekani ambapo alifanya mkutano muhimu sana na Trump ulioangazia Iran. Kongamano hilo lilianza Jumapili, linatazamiwa kuendelea hadi Alhamisi. Kulingana na Netanyahu, Trump anaamini kwamba Tehran inahisi kama ilikosa nafasi ya kufikia makubaliano mara ya mwisho na inataka kufikia makubaliano wakati huu. Alisisitiza hata hivyo kwamba alikuwa na mashaka yake. Iran inaamini kwa jambo moja, kwamba wanasema uongo na wanadanganya. Hata hivyo, bado waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mipango yake ni kuitaka Marekani ianzishe mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bila kikwazo chochote, ili wahakikishe kwanza wanaondoa mpango wa nyuklia wa Iran, lakini pia wanaondoa makombora ya masafa marefu, kadhalika kuondoa utawala uliopo mamlakani unaoongozwa na Ayatollah Al-Khamenei. Hicho ndicho ambacho anakitaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa usalama wa Israel na ulimwengu, Netanyahu aliendelea kuweka wazi kile alichokiona kuwa vipengele muhimu katika makubaliano yote yajayo na Tehran. Anasema iwapo makubaliano yatafikiwa, inapaswa kuwa na vipengele kadhaa ambavyo tunaamini ni muhimu, sio tu kwa usalama wa Israel, lakini kwa usalama wa Marekani, kanda na dunia kwa ujumla. Waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Netanyahu anasema, kwanza, kulingana na Netanyahu, mpango unaowezekana lazima uhakikishe kuondolewa kwa uranium yote iliyorutubishwa kutoka katika ardhi ya Iran, sio tu kusimamisha urutubishaji au kupunguza. Pili, vifaa na miundombinu yote ya kurutubisha uranium itabidi kuvunjwa na kuondolewa kutoka Iran ili kuhakikisha nchi haina uwezo wa kurutubisha. Na jambo la tatu, makubaliano hayo yatalazimika kuweka mipaka ya makombora ya ballistic ya Iran kwa umbali wa kilomita 300 tu ili kuhakikisha kuwa hayawezi kufika Israel au mali muhimu katika eneo hilo. Hata hivyo, jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo Iran imeyakataa na kusema kwamba haitokubaliana na mpango wa kuharibu makombora yake, isipokuwa ipo tayari kwa ajili ya makubaliano kwenye suala la nyuklia. Hatimaye mkataba huo utalazimika kujumuisha kuvunja mhimili wa ugaidi, mtandao wa wakala wa Iran katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Hizbullah nchini Lebanon, Wahuthi wa nchini Yemen na Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Netanyahu anasema zaidi kwamba tunaupa mpango wa Trump nafasi. Akizungumza kuhusu Gaza, alisema Israel itajaribu kutekeleza mpango wa amani wa Trump huko Gaza licha ya kueleza wasiwasi wake. Tunaupa mpango wa Trump nafasi, Netanyahu aliwaambia viongozi wa Kiyahudi wa Marekani. Kuhusu suala la kuipokonya silaha Hamas ambayo imekabiliwa na ucheleweshaji wa matatizo mengi, Netanyahu alisisitiza kuwa haiwezekani kujadiliwa. Tunapaswa kukamilisha kazi, alisema, akiongeza kuwa Israel hadi sasa imesambaratisha takribani kilomita 150 za mtandao wa kilomita 500 wa vichuguu vya Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Netanyahu anasema Gaza haitokuwa tishio tena. Mpango wa amani wa Trump unasema kwamba operesheni zote za kijeshi pamoja na ushambuliaji wa angani na mizinga zitasitishwa na safu ya vita itasalia imefungwa. Amesema kwamba Israel inatazamia kuhamisha uhusiano huo kutoka kwa msaada hadi kwa ushirikiano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.